tumia kulisprate pumzi akaishi katika mgongo wa ardhi, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu anaapa kwa huo wakati ambao mwatoa kibao kipya. Nani kaleta mziki mpya? Inaweza kaleta mziki mpya, inawezekana miziki katika bongo flavor, lakini wako watu wanaupoteza. Tunaweza tukaliita ndio balaa la dunia. Yani leo balaa la dunia, kamali zimeboreshwa, yani dhambi imeongezewa ubora ili watu waipate, waifanye sana. Leo hakuna redio unaweza kusikiliza masaa mawili kama hakuna mchezo wa kubeti unafundishwa. Yani hakuna redio, hakuna TV inayojulikana yenye population kubwa ya watu unaweza ukasikia kwa dakika 35 40 lisali moja, isipokuwa ni kubeti. Beti nayo, mipira nayo iko hivyo. Yani timu zinacheza hivyo, au kuna ndugu yako anafanya hivyo. Hebu muulize hili swali, aliyetengeneza formula ya mashine ya kubeti ya namna yoyote ile, iwe ya kwenye mashine ambayo unaifanya pale kuchezo, watu wengi wanautumia muda wao kwa hasara za. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Allah anasema, anaapa kwa wakati, innal insana lafi khusri, mwanadamu anautumia wakati kwa hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, wa amilu salihati, wakatenda vitendo vizuri, watawasaw bil haqqi, wakawaamrisha watu kufanya mazuri, watawasaw bis sabr, na wakafundisha watu na wakaelekeza watu juu ya subra. Kwa nini illa alladhina amanu? Isipokuwa kundi la walioamini ndio wanautumia uhai au muda wao vizuri. Kwa nini? Kwa sababu lengo la Mwenyezi Mungu kukuumba wewe hapa duniani, na lengo la uhai wako kuletwa hapa duniani na ukapewa uhai, Mwenyezi Mungu ameshaueleza katika suratul Fatiha, sura ya kwanza katika kitabu cha Qur'ani, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe peke yako ndiye tunayekuabudu na wewe peke yako ndiye tunayekutegemea. Iyyaka na'budu, wewe tu ndio unastahili kuabudiwa, wa iyyaka nasta'in, na wewe tu ndio unapaswa kukusudiwa. Kukusudiwa na nini? Kukusudiwa na viumbe vyake, kukusudiwa na wale ambao Mwenyezi Mungu amewaumba. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, kul, sema, huwa Allahu ahad, Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Allahu samad, Mwenyezi Mungu peke yake ndiyo mwenye kukusudiwa. Anakusudiwa kwa lipi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yeye ndiye anayeabudiwa na yeye ndiye anayekusudiwa na kutegemewa. Kwa hiyo mwanadamu maisha yake yanatakiwa yawe yenye kumwabudu yeye na kumtegemea yeye. Kwa nini? Ihdina siratal mustaqim. Ukimtegemea yeye, atakachofanya ni kukuongoza katika njia iliyonyooka, kukuongoza katika maisha mazuri. Hutabeti wewe, hutafanya liwati wewe, hautazini wewe, hautafanya machafu wewe. Muda wako mwingi utautumia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atakuongoza katika njia iliyonyooka. Iyyaka na ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, njia ya wale uliowaneemesha wala sio ya wale uliowapoteza. Kundi linalotajwa hapa ni Mayahudi na Manaswara. Kwa nini Mungu anawataja Mayahudi kuwa kundi katika makundi yaliyopotea? Kwa sababu ukisikia betting duniani ni chama cha Mayahudi na mipango ya Mayahudi kupoteza watu. Ukisikia mpira duniani ni chama cha Mayahudi, ni mipango ya Mayahudi kupoteza watu. Ukisikia sijui basketball, sijui mziki, sijui kitu gani, yani jambo lolote unalolisikia leo kitu kidogo alafu mtu analipwa pesa nyingi, ni mipango ya Mayahudi kwa lengo la kupoteza watu. Kwa hiyo ili unusurike na hili, lazima umrejee Allah subhanahu wa ta'ala, ufanye yale aliyoamrisha, uache aliyoyakataza, na ndiyo itakuwa kuutumia muda wako vizuri. Lakini Allah anaendelea kule, anasema innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Watawasaw bil haqqi, uwahusie watu kutenda mema. Kwa hiyo pamoja na wewe kuwa Muislamu, pamoja na wewe kutenda mema, na hapa kuna vitu viwili Mwenyezi Mungu anavionyesha kwamba
illa alladhina amanu, isipokuwa walioamini, wa amilu salihati, wale wanaotenda vitendo vizuri. Kwa hiyo kuwa Muislamu au kusema umeamini kwamba mimi Juma, mimi Muhammadi, au kashadia tukasema shahadu an la ilaha illa Allah, shahadu anna Muhammad rasulullah, ukaishia hapo, hiyo haina maana kwamba wewe ushachukua tiketi ya peponi. Haina maana kwamba wewe ni mja mwema unakwenda peponi. Haina maana hiyo. Yani kuitwa jina la Kiislamu au kutajwa kwa jina la Kiislamu au kusema mimi ni Muislamu haina maana kwamba wewe ni Muislamu. Haina maana kwamba wewe ni mtu wa peponi hata kidogo. Kujitaja kwa jina la Kiislamu hakukupi permit ya kuwa Muislamu, isipokuwa waamilu swalihat, wewe mwenyewe kwanza ujiamrishe, ufanye mambo mema, uyafanye mambo mema. Watawasau bil haqi, waamilu swalihati watawasau bil haqi, uyafanye mambo mema na uamrishe watu wengine mambo mema. Ndicho ambacho anakifanya ndugu yangu hapa Sheikh Othman Michael. Muda mwingi amekuwa akiuta online TVs, anazungumza na hadhira ili kuwakumbusha kile kidogo alichonacho. Haridhiki na ibada yake ya swala, haridhiki na visimamo vyake vya usiku, haridhiki na sadaka anazozifanya. Anajitoa kwa ajili ya kuelimisha wengine ili kuijua haki. Anaielimisha familia yake na jamii kwa ujumla. Unaweza kuwa Athmani ukaenda motoni, unaweza kuwa Mwajuma ukaenda motoni, unaweza kuwa Amina jina la mama wa Mtume na ukaenda motoni. Mungu hakuingizi peponi kwa uathmani wako, wala hakuingizi peponi kwa umwajuma wako. Mungu atakuingiza peponi kwa jina lako, shahada mbili na matendo yako, kuacha mabaya na kupupia mambo mema. Mawili hayo ndiyo yatakubeba kuingia peponi. Kwa hiyo wewe Juma mlevi, wewe Abdalla mzinifu, wewe Mwajuma mwasharati, wewe unaishi maisha ya hovyo, usijiite kwa jina la Kiislamu na ukajitengenezea pepo kwa mdomo wako. Pepo ni kitu kizito na kina thamani sana. Kama baba yako kajenga nyumba, unalala chumba hakina hata choo, ye mwenyewe self container, choo chenu mnakwenda nje, basi hata Mungu pepo yake ina thamani na hawaingii watu wajinga wajinga. Cha msingi ni kujipinda katika ibadati, kuacha mabaya na kujiamrishia mema, kuendeleza kufanya mema, na hiyo ndiyo Mungu anaipenda. Lakini sio hiyo tu. Mwenyezi Mungu anamtaka mtume waamiru salihati, uamrishe watu, watawasau bil haqi, uamrishe watu pia mema. Wewe unaye swali, halafu swala yako mkeo haswali, watoto wako hawaswali, familia yako haiswali. Yani wewe mwenyewe ni mwema, kanzu masaa 24, una ndevu nyingi sana, sigda kubwa kaa chapati iliyoungua, unataka kwenda peponi, lakini familia yako hawaswali. Mkeo ndio mcheza nani wanaita vigoma pale nyumbani. Yani kila kikitengenezwa kigoma nyumbani, vile vigodoro si vitu gani, mkeo ndo anashiriki. Watoto wako wanacheza sijui miziki gani ya hovyo, ndio wakatikaji viuno katika shughuli mbalimbali. Alafu unataka kwenda peponi eti kisa wewe unaswali swala 5. Haikusaidii chochote. Swala 5 zako zinatakiwa ziende kwa watoto wako, ziende kwa mke wako, ukawanasihi juu ya mambo ya kheri, ukawafundishe mema, uwakataze mabaya. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuridhia na atakuweka miongoni mwa waja wake wema. Kwa hiyo naitumia fursa hii katika busati hili la Ijumaa kukukumbusha wewe msikilizaji wetu na mtazamaji wetu, wewe rafiki yetu na kipenzi chetu, hujachelewa. Hujachelewa. Mwenyezi Mungu hana nongwa. Hata kama ulifanya dhambi miaka 50 iliyopita, hata kama ulifanya maasi miaka 15 iliyopita, hata kama ulifanya maasi na hujawahi kufanya mema mengi katika maisha yako, madhari maneno haya yamekufikia, kata shauri sasa, muda ni wako. Amua kumwambia Mwenyezi Mungu, sasa basi inatosha. Mimi na maasi basi inatosha. Nimeamua kurejea kwa Mola wangu, nimeamua kurejea kwako Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe ni Tawwabur Rahim. Wewe ni mpole mwenye kurehemu. Nisamehe mimi madhambi yangu na niko tayari sasa kurejea kwako. Acha maasi kama Mwenyezi Mungu alivyosema ndani ya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Enyi mlioamini, tubuni kwa Mola wenu tauba ya kweli kweli. Yani kuadhimia kutokuyajia maasi na kuamua kukaa katika misingi ya Allah na kuamua kutenda mema na kuacha maasi. Biidhnillahi karimu utakuwa mja mwema na pepo itakuwa ndiyo sehemu
ya urithi wako biidhnillahi karim. Wapenzi watazamaji, baada ya maelezo haya niitumie fursa hii kusema mambo mawili muhimu sana sana. La kwanza, tuko hapa na Sheikh Othman Michael, naye atazungumza hili biidhnillahi karim. Tarehe 22 mwezi wa 9 hadi tarehe 25 mwezi wa 9, hapa naizungumzia siku ya Ijumaa ya wiki ijayo, Ijumaa ya tarehe 22, Jumamosi ya tarehe 23, Jumapili ya tarehe 24 na Jumatatu asubuhi ya tarehe 25, panapo uhai na majaliwa ya Mwenyezi Mungu, pale katika mkoa wa Dodoma, katikati ya nchi ya Tanzania, katika uliopo msikiti maarufu Masjid al-Gaddafi, msikiti mkuu wa mkoa wa Dodoma, pale panapo uhai na majaliwa. Familia yetu, watu wetu, wanaharakati wenzetu, watu wanaofanya biashara na Mola wetu, Tabligh Markaz Gongo la Mboto inakwenda kufanya ijtimai kubwa ya kimataifa iliyoalika watu kutoka nchi mbalimbali duniani. Na wewe ndugu yangu hujachelewa, ijtimai hii ni ya kwako, na pengine inawezekana ndiyo mara ya kwanza unasikia hapa, ujui hata ijtimai ni nini. Ijtimai ni mkusanyiko maalum unaofanywa na taasisi hii iliyopewa kibali cha kufanya mambo haya, na tunakusanyika kwa muda wa siku 3 mfululizo, kuanzia siku ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Tunashinda pale, tunalala pale, tunakula pale, na pale yako mambo kadhaa tunayafanya. La kwanza, tutakuwa na saha na dua mbalimbali zitafanyika, na saha na mawaidha mbalimbali yatafanyika. Lakini tutakuwa na dua za aina mbalimbali za watu wenye kalba ya aina mbalimbali. Sio hilo tu, tutakuwa na qiyamu laili, itikafu za mchana na usiku, visimamo vya usiku. Tutamlilia Mungu, tutadondosha machozi mbele ya Mola wetu tukiwa tumekusanyika ili kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na dua ya pamoja na machozi ya watu walika tofauti, Allah subhanahu wa ta'ala huwa anaondosha ghadhabu yake na hasira yake kwa waja hao. Niliwahi kumsikia ndugu yangu Sheikh Othman Michael ambaye yuko kulia kwangu hapa, wakati wa Nabii Allah Zannun alipokuwa amepewa nafasi ya kuwaamrisha watu wake, akawafundisha kwa miaka kadhaa, wakagoma. Nabii Allah Yunus ama Zannun au Yona, Qur'an, Biblia imemwita Nabii Yona, ni kitabu katika vitabu vya mwisho katika Agano la Kale. Alipofika mahala akawaambia, mmemkosea Mungu, Mwenyezi Mungu ataleta adhabu siku 3, kutakuwa na mabadiliko. Ijumaa itakuwa hivi, Jumamosi itakuwa hivi, Jumapili itakuwa hivi, adhabu itakuwa hivi. Wazee wa mji waliposikia, walichofanya waliwaita watu wao, wakasema Adhanuni ni nabii kweli na adhabu itakuja kweli, tusipomrejea Mungu tutagharikishwa. Wakawaita watu, wakakubaliana walete tauba mbele ya Mola wao, waombe msamaha mbele ya Mola wao. Walichokifanya ni nini? Waliwaachisha watoto wao vinywaji, matiti yao hawakunyonya. Watoto wa binadamu, watoto wa wanyama hawakunyonya matiti ya wazazi wao. Wazazi walilia, wazee walilia, watoto walilia, wanyama walilia, ndege walilia, wadudu walilia, kila kiumbe alimlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini kilichotokea? Allah Subhanahu wa Ta'ala alileta msamaha wake na akawasamehe wale wote waliokuwa wakifanya maasi na kumkosea Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kanuni ya dua ya pamoja, maombi ya pamoja, kilio cha pamoja kina mafanikio sana katika maisha ya mwanadamu, na kina msamaha ulio wazi usiokuwa na mizunguko. Sa Tabligh Markaz Gongo la Mboto Ijumaa, Tabligh Markaz Gongo la Mboto Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Hapa nazungumzia usiku wa kuamkia Jumamosi ya tarehe 28, usiku wa Jumapili kuamkia tarehe 24, na usiku wa kuamkia Jumatatu wenyewe biidhnillah. Hizi siku zote 3 hizi tutakuwa na mikesha na dua na mawaidha ya mashehe mbalimbali, na biidhnillah wewe una nafasi ya kuja na tutashiriki. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mambo haya hayafanywi na watu, yanafanywa na mtu fulani. Mambo haya yanafanywa na watu wote, hayafanywi na kundi fulani. Tabligh Markaz Gongo la Mboto ni watu madhaifu, wanyonge, watu wa kawaida, hawana uchumi mkubwa, lakini wana mapenzi ya dini yao. Tulikuja hapa kwa Sheikh Othman Michael kumuomba na yeye atie mkono wake,
sababu kwamba tunakwenda kufanya dua ambayo hatukumwalika mtu kwa barua. Yeyote anayetafuta radhi za Mwenyezi Mungu aje. Na mwingine anatamani kuja kukesha, anatamani kuja kushiriki na sisi, lakini hawezi chakula. Tunatenga sehemu ya kula pale pale, ili hata yule asiye na uwezo, yule ambaye maisha, anywe chai vizuri, ale chakula cha mchana vizuri, ili afanye ibada yake vizuri, ajue kiimani. Kwa hiyo na wewe mtazamaji wetu ambaye hivi sasa unatutazama, wewe ambaye umeguswa na mapenzi ya jambo, mimi na Sheikh Othman Michael katika jambo hili mwaka huu biidhnillahi tutakuwepo katika mji wa Dodoma, Instagram, Twitter pamoja na TikTok kwa jina hilo. Sheikh wangu Sheikh Othman, so Dr. mbona hujaandika Dr. Sule? Nimekwenda kitaasisi zaidi. Sule ni binadamu, anaweza kufa, lakini taasisi itabaki na watu wataiendesha. Kwa hiyo mimi binafsi sikupenda kubaki kama Sule, nataka nibaki kama taasisi. Kesho na kesho kutwa nikifa, watokee kina Sule wengine na wengine na wengine, waisimamie Islamu iweze kuendeshwa. Na kama mjuavyo wapenzi wangu, miaka 10 imebaki kufikisha 63, nimwage Allah subhanahu wa ta'ala na dunia, nikale raha peponi. Niombeeni kwa Mwenyezi Mungu nimalize mwisho mwema. Nimemaliza 53, nimebakiza 10 sasa. Yani nina imani miaka 10 ijayo, na kwenda mbele ya Mola. Alhamdulillah, niombeeni sana mwisho. Billahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.